watu ambao maarufu wamefanya mambo makubwa. Kwa mfano, Rose Muhando. Hivi Rose Muhando umewahi kusikia anazungumza? Rose Muhando akasema siwezi kufanikiwa pasipo kuolewa. Au Rose Muhando katika mafanikio yake ya kuwa mbali kwenye huduma yake ametambulika kimataifa. Nakupa mfano tu wa mwanamuziki mzuri wa kiroho wa Injili ambaye hana kabisa uhusiano na ndoa, lakini amewahi kuwa na watoto huko nyuma, na watoto hao amewamudu yeye mwenyewe kwa kupitia kipawa chake, bidii yake na talenti yake yote, kuichukulia kwa ukubwa zaidi na kuiwekea uzito kwamba hiki ndicho kinaweza kikanifanya mimi nikaishi na watoto wangu na maisha yakaenda. Talenti yake, uwezo wake wa ndani, akili yake na maarifa yake yamemfanikisha Rose Muhando kuwa mbali zaidi. Lakini Rose Muhando hatuoni kuwa anategemea mwanaume. Rose Muhando hatuoni kwamba ana mafanikio kupitia mwanaume, kwamba kuna mwanaume anamwezesha Rose Muhando. Rose Muhando hatuoni kwamba ndoa ndio imemfikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mahali pale ambapo unaponitazama katika bara la Ulaya, bara Afrika. Nina jambo moja ambalo nataka nishare na wewe hapo mahala unaponitazama. Jamii ama watu wengi wanaamini mafanikio mpaka ili ufanikiwe mpaka uwe na mtu nyuma. Wanasema ukiona mwanamke amefanikiwa ujue kuna mwanaume nyuma, na ukiona mwanamume amefanikiwa ujue kuna mwanamke nyuma. Na tena wanaongezea na kusema mwanaume mwenye akili nyuma au mwanamke mwenye akili nyuma. Lakini nadhani kadri siku zinavyokwenda dunia ndio ina accept vizazi hadi vizazi kwamba uweze ukafanikiwa pasipokuwa na mwanaume nyuma, uweze kufanikiwa pasipokuwa na mwanamke nyuma, au uweze ukafanikiwa pasipokuwa na mtu nyuma. Ndugu, rafiki, hauwezi kufanikiwa pasipokuwa na watu ambao unawategemea nyuma. Lakini mimi nataka nikwambie mafanikio hayatokani na mwanamume au mwanamke. Wapo watu ambao wamefanikiwa kwenye maisha yao pasipo kutegemea mwanamume. Wapo watu ambao wamefanikiwa kwenye maisha yao pasipo kutegemea mwanamke. Nisikilize nikwambie, mafanikio hayahusiani na ndoa. Kwa hiyo mafanikio ni kati ya wewe na Mungu na bidii zako wewe binafsi. Kwa hiyo usijidanganye na kuaccept msemo huu ambao umeendelea kutembea kwa watu wengi kwamba siwezi kufanikiwa kwenye maisha yangu mpaka niwe na mwanaume. Maana yake unaiweka akili yako kuwa tegemezi. Sasa asilimia kubwa ya wanaume na wanawake kwa sasa hivi, kadri kizazi kinachoendelea, msemo huu unakuwa mkubwa sana. Ndio maana unakuta sasa hivi mabinti wanakuwa tegemezi kwa wanaume. Unakuta ana wanaume hata 10 kwenye simu, kwa sababu haamini uwezo wake ulioko ndani yake. Anaamini hawezi kufanikiwa pasipokuwa na mwanaume au kutokuwa na wanaume. Lakini pia hata kwa wanaume hivyo hivyo imefika hatua imewaffect. Huu msemo unazidi kuaffect watu kwamba hawezi kufanikiwa pasipo kuwepo kutafuta wakina mama ambao wamefanikiwa muda mrefu, wanawake. Kwa hiyo wengine wanajikuta wanaingia kwenye ndoa kwa sababu hawawezi kufanikiwa mpaka waolewe, hawawezi kufanikiwa mpaka waoe. Lakini leo mimi nataka nikwambie, mafanikio hayategemei mtu mwingine. Mafanikio ni wewe na akili zako na kumtegemea Mungu. Biblia inasema ya kwamba wengine wanataja magari na wengine wanataja farasi, lakini sisi tutalitaja jina la Mungu aliye juu. Epuka huu msemo. Kwa hiyo mimi nataka nikurejeshe kumtegemea Mungu na bidii zako binafsi, ndiko kunaleta mafanikio yako. Mafanikio hayamtegemei mtu yeyote, bali yanaanza katika ufahamu wako. Namna gani unavyojipa nidhamu, namna gani unavyojua namna ya kuchanganua mambo, namna gani unavyoamua, namna gani unavyojibidisha, namna gani unavyomtegemea Mungu, namna gani unavyojenga mahusiano yako na Mungu, namna gani unavyojenga mahusiano mazuri na watu wengine wanaokuzunguka, ndipo mafanikio yako yatatokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo mafanikio hayategemei mume, mafanikio hayategemei mke. Wapo watu ambao wamefanikiwa na hawajaolewa. Wapo watu ambao wamefanikiwa na hawajaoa. Nisikilize mama yangu na baba yangu, naomba nikupe mfano kati ya watu ambao maarufu wamefanya mambo makubwa. Kwa mfano Rose Muhando. Hivi Rose Muhando
Umewahi kusikia anazungumza Rose Muhando akasema siwezi kufanikiwa pasipo kuolewa? Au Rose Muhando katika mafanikio yake ya kuwa mbali kwenye huduma yake ametambulika kimataifa? Nakupa mfano tu wa mwanamuziki mzuri wa kiroho wa Injili ambaye hana kabisa uhusiano na ndoa, lakini amewahi kuwa na watoto huko nyuma, na watoto hao amewamudu yeye mwenyewe kwa kupitia kipawa chake, bidii yake na talenti yake yote, kuichukulia kwa ukubwa zaidi na kuiwekea uzito kwamba hiki ndicho kinaweza kikanifanya mimi nikaishi na watoto wangu na maisha yakaenda. Talenti yake, uwezo wake wa ndani, akili yake na maarifa yake yamemfanikisha Rose Muhando kuwa mbali zaidi. Lakini Rose Muhando hatuoni kuwa anategemea mwanaume. Rose Muhando hatuoni kwamba ana mafanikio kupitia mwanaume, kwamba kuna mwanaume anamwezesha Rose Muhando. Rose Muhando hatuoni kwamba ndoa ndio imemfikisha hapo. Lakini tunaona Rose Muhando anaonyesha huduma yake inavyo survive kwenda mbali, na ametambulika kufika mbali. Amesomesha watoto wake, wamefika sehemu kubwa, na ni mwanamke pasipo kumtegemea mwanaume. Rose Muhando kwa wapo wamefanikiwa pasipo kuwepo kabisa na kutegemea mahusiano, kutegemea mwanamke au mwanaume. Ni kama hawa wakina Rose Muhando wamefanikiwa. Lakini pia nikimchukulia nafasi kwa mtolea mfano Tina Bahati Bukuku, na yeye huko nyuma alikuwa na mwanamume, lakini ni miaka mingi kabla hata huduma yake haijachanganya kivyo. Lakini ukiangalia hapo alipo, amesurvive pasipokuwa na ndoa, pasipokuwa na mwanaume. Utaniambia leo ukutane na hawa wanawake watumishi wa Mungu hawa ambao hawako kwenye ndoa, hawajaolewa, hawategemei mwanaume, lakini wameendesha familia zao na huduma zao na maisha yao yanakwenda, wako mbali kuliko hata wale ambao wako kwenye ndoa. Na mimi nataka nikwambie, wapo wanaume ambao wamefanikiwa pasipo wanawake. Wapo wanawake waliofanikiwa pasipokuwa na wanaume. Inawezekana kwa akili zako. Inategemeana na bidii yako na akili yako, na namna gani, jinsi ambavyo unavyojibidisha wewe ni namna gani. Kwa hiyo usiwe tegemezi kwa mtu, hata kama ni mwanamke umezaliwa katika familia duni. Amini kile ambacho kiko ndani yako, amini uwezo wako, ishughulishe akili yako, jitume, utafanikiwa pasipo kumtegemea mtu yote. Lakini pia nizungumze na waimbaji wa kike na wa kiume, waimbaji wa nyimbo za Injili. Tujifunze kuto kuwategemea watu. Tujifunze kujishughulisha, kujibidisha. Asilimia kubwa ya huduma za waimbaji wa nyimbo za Injili wa kike na wa kiume wanafikiri kwamba ili maisha yao wafanikiwe ni kutegemea huduma tu peke yake. Ili afanikiwe lazima aende kwenye mwaliko, lazima apigiwe simu ya mwaliko aende kanisani. Kwa hiyo unaenda kanisani kwenye huduma, lakini unawaza pesa, hauwazi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Hii ndio kasumba kubwa kwa wanawake waimbaji wa nyimbo za Injili wengi na waimbaji za Injili wa kike na wa kiume. Kwa tujifunze kutegemea ujuzi ambao mwingine ambao Mungu ametupa. Tufanye kazi, tuwe na bidii. Hata tunapokuwa tumeweka nguvu zaidi katika utumishi wetu, lakini tujifunze zaidi kuwa kama kina Paulo. Paulo hakufanya tu utume, bali alifanya utume wake kwa njia ya kufanya hata kazi zingine zinazofanya kumuingizia kipato. Alianza kushona mahema. Kwa bidii ya Paulo ilifanya huduma yake ikaenda mbali, mpaka leo tunatolea mfano huduma ya Paulo. Kwa mimi niseme, tusiweke mawazo ya kutegemea watu kwamba bila huyu mwanamke siwezi kusurvive. Wapo watu wanaosurvive pasipokuwa na wanawake. Wapo watu wanaosurvive pasipokuwa na mwanaume. Jitahidi kujiamini mwenyewe. Jishughulishe akili yako.